Haleluya, haleluya, haleluya. Amani kwako na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa furaha kuu nikikukaribisha katika siku hii ya leo katika tafakari ya neno la Mungu. Siku hii ni siku mpya, haifanani na ya jana, haitafanana na ya kesho. Tumepewa kwa neema ya Mungu aliye hai, tunamshukuru. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Ni sauti ya Rhapsody ambayo inatoka kwenye Rhapsody of Realities, Rhapsody ya uhakika inayoandaliwa na mchungaji Chris. Mimi ni Zawadi Machibia. Basi leo ni Juni 7, 2027. Juni 7, siku ya 7 ya mwezi wa 6, 2025. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Basi ujumbe wetu leo unasema nguvu ya utoaji. Nguvu ya utoaji. Neno la msingi liko katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 1 na wa 2. Mistari hii inasema, palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Haleluya. Katika ufafanuzi, mchungaji Chris anasema hivi: suala la ubinafsi Mungu analipinga wazi wazi, na kinyume chake atatumia kila fursa au nafasi yoyote ile ili kumwokoa, kumbariki na kumwinua mtu anayetoa, mtu mtoaji. Zingatia neno okoa. Hata watoaji wasiokuwa Wakristo, wakarimu wa moyo na wenye kuwapa watu vitu, Mungu anawapa umakini na anatafuta kuwaokoa. Akipata mtu wa kuwaombea, atatumia haki yake ya kisheria kiutendaji na kuwaongoza kwenye wokovu. Simulizi ya Kornelio katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 inadhihirisha vyema ukweli huu. Kornelio alikuwa akida wa Kirumi, mtu wa mataifa, na si sehemu ya jamii ya Wayahudi. Hata hivyo, alikuwa mcha Mungu, aliyemhofu Mungu, na alijulikana kwa ukarimu wake. Alitoa sadaka kwa watu na kusali daima. Utoaji wake na maombi yake havikupita bila kutambuliwa. Vilipaa kama ukumbusho mbele za Bwana, mbele za Mungu. Kwa sababu ya ukarimu wake, Mungu alimtuma malaika kwa Kornelio akiwa na maagizo ya kiungu kwamba amtume mtu kwenda kumwita Petro ambaye angemletea ujumbe wa wokovu. Fikiria hilo. Malaika anamtokea Kornelio kwa sababu ya utoaji wake. Mungu alipanga mpango mzima wa wokovu kwa ajili ya Kornelio, familia yake na nyumba yake yote kwa sababu ya ukarimu wake na moyo wake wa utoaji. Mungu alipokuwa akihubiri Petro alipokuwa akihubiri habari za Yesu Kristo, Roho Mtakatifu aliwashukia wote waliokuwapo. Walianza kunena kwa lugha na kumsifu Mungu. Tukio hili lilikuwa ni jambo muhimu katika kanisa la awali, likiangazia maono ya Injili kwa ulimwengu mzima. Mungu anauchukia sana uchoyo. Uchoyo unakinzana na asili yake na huakisi asili ya Ibilisi. Hivyo kila wakati Mungu anapomwangalia mtu mchoyo, anamwona yule adui. Lakini akimwona mtoaji, anaona ni sehemu ya nafsi yake ndani ya mtu huyo, na anavutwa kwa mtu huyo kwa upendo. Katika waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 9 mstari wa 7, Biblia tafsiri ya Amplified Classic inasema hivi: Mungu humpendeza, anapendezwa na huthamini kuliko vitu vingine, wala hayuko radhi kutekeleza au kufanya bila mtoaji mchangamfu, aliye na furaha, aliye na msukumo wa kuchukua hatua, ambaye moyo wake uko radhi kwa utoaji wake. Acha hili liwe ndio sifa yako na uzoefu wako kuhusu pendo la Mungu katika utoaji, na itakufanya kuwa wa kipimo cha juu na kuzidi sana. Haleluya. Ukiri
Mimi ni mtoaji kwa moyo mkunjufu, na kupitia utoaji wangu ninajiweka sambamba na kusudi takatifu la Mungu, nikishuhudia wingi wa neema yake. Ninatenda kazi katika baraka, upendeleo na ongezeko lisilo la kawaida. Asante Bwana kwa kunifanya kuwa mkondo na mtiririko wa baraka katika ulimwengu wangu, katika jina la Yesu, amina. Basi masomo zaidi tunayapata kutoka katika kitabu cha waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya 9 mstari wa 6 hadi wa 7, Mithali sura ya 11 mstari wa 24 hadi wa 25, Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 3 hadi wa 4, na pia Waebrania sura ya 13 mstari wa 16, Biblia tafsiri ya Amplified Classic. Bila shaka ujumbe wa leo umekubariki. Mimi nimebarikiwa. Neno la Mungu linasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo uwe mtoaji, usiwe mchoyo, usiwe mnyimi, usiwe mbinafsi. Na ukitaka ufafanuzi zaidi wa ujumbe wa leo, kwanza sikiliza tena na tena uweze kuuelewa, lakini pia watumie na watu wengine waweze kuupata. Na kama unataka kutunga mkono kusambaza Injili na pengine hujampa Bwana Yesu maisha yako, basi usisite kutuandikia, tutakuzungumza nawe, tutakusaidia. Tumia nambari hii alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliye hai akubariki.